Kwa sababu wengi tunataka kujua kama kuna namna ambayo unaweza ukatuombea ruhusa kabisa kwa wake zetu, kwa sababu kuna baadhi ya michezo inachezwa usiku sana. Utuombee na ruhusa hapa. Wewe unakuta mchezo unachezwa saa 5. Unategemea mume atarudi saa 7. Mume hapa anarudi saa 9 saa 10. Tuombee ruhusa Kibizedoni. Mambo ya michezo haya. Waambie wake zetu. Mwambie shemeji yako. Leo ni mwendo wa saa 9. Leo hii usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya utakuwa unaendelea hatua ya 16 bora, na hii ni kuanza kuisaka tiketi ya kuelekea kuna hatua ya robo finali, hatua ya 8 bora, na hii ni michezo ya mkondo wa kwanza. Na moja ya mchezo ambao unasubiriwa na wengi siku ya leo ni pale kuna Kodimba da Santiago Bernabeu. Hapa pana show ya Madrid derby. Real Madrid vijana Don Carlo Ancelotti wana kazi mbele ya mtaalamu Diego Simeone Cholo Mouni akiwa na vijana wake wa Atletico Madrid. Hii itakuwa ni saa 5 kamili usiku. Wa jamaa kwenye michezo ya La Liga michezo 3 mfululizo wameshona sare. Na kwenye michezo 2 mfululizo ya ligi msimu huu wameenda sare ya bao 1-1, na haikuwa mechi nyepesi kwa sababu hata mechi yao ya mkondo wa kwanza ilibidi Diego Simeone Cholo akawaombe mashabiki, hebu tulizeni mkali tucheze mechi. Maana jamani kama walikuwa wanataka kutema bungo. Na kwenye mechi ya mwisho pia iliisha hivyo hivyo 1-1. Utofauti unakuja, hii ni kwenye ligi. Ikija kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya, Atletico Madrid wanakuwa ni mgeni wa Real Madrid, yani ni kama mteja. Na ndio maana watu wengi wanaamini kwamba ni mechi ambayo si nyepesi, kwa sababu Don Carlo tunajua kwamba ni kwenye 4-3-3 ana kazi mbele ya Atletico Madrid, kwenye 4-4-2 pale juu kama kawaida kijana Julian Alvarez atakuwa na kazi yake, lakini pale katikati kwenye eneo la kiungo kuna mnyama mmoja anaitwa Dipo. Atafanya kazi gani kubato na Real Madrid? Kwa nini wanasomeka ni mteja? Kwa sababu game nyingi za usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya wanetu walikuwa wanapasuka. Hasa na kuna watu pia wanaamini kwamba ili mambo yasiwe mengi kwenye hii game, ili watu wasikuzane sana. Kwa kile ambacho akizungumza Don Carlo game iliyopita mara baada ya kupoteza, kama tukicheza hivi na Atletico tunapasuka, basi inasababisha watu tukeshe leo hii. Kwa sababu nataka kuona Madrid anakuja na sura gani. Kumbe pia mshindi wa mchezo huu, mshindi wa 1-1 ndio wanetu wa klabu ya Arsenal wanaweza kacheza na mmoja wapo. Na Arsenal ana mchezo leo. Arsenal pia naye ana mchezo na Arsenal Zigana yupo ugenini. Ana kazi mbele ya PSV. Hii itakuwa ni saa 5 pia, na mashabiki wengi wa klabu ya Arsenal wao wanaamini kwamba wao robo finali wapo. Japo nikiipimia Arsenal hii bila striker, kuna kazi. Kuna kazi leo. Borussia Dortmund yupo nyumbani. Na leo hii Dortmund anacheza na Lille wa Faransa. Hii nayo pia ni saa 5 na saa 2:45. Hii ndio mechi ya mapema. Club Brugge anacheza na Aston Villa. Hivyo ndivyo ambavyo usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya siku leo utakuwa unaenda, au tunaanza hivyo. Letu ni moja. Dunia ya mpira nchini Tanzania inazungumza jambo moja tu kuelekea dabi. Ukipimia upepo unaona nini? Ungeniuliza kwenye misimu 2 au 3 mfululizo iliyopita, back to back, ningwambia tu Yanga uhakika. Ila ukiniuliza leo ndio game. Oho, ukiona manyoya ujue kali.